Naam, uhali gani mahala popote ulipo? Kijana wa jana kaka PK Waithaka, natumai kwamba buheri wa afya. Mungu amekulinda. Kama nilivyo hapa, najivunia neema, rehema na upendo wake, na nikushukuru sana kwa support yako kubwa, mapenzi yako, moyo wako wa hisani mahala popote ulipo, na kuombea Mungu akubariki sana mwaka huu. Ninapojiombea mimi kwamba Mungu anipeleke kiwango kingine katika taaluma yangu, katika shughuli zangu, aweze kunipeleka hapo mbele. Pia nikishukuru kwa safari ambayo amenichukua mahali ambapo nimefika, na kuombea pia wewe katika kiwango ambacho upo, kazi ambayo unaifanya, taaluma ambayo uko, aweze kukujalia neema ya kusonga pia hapo mbele. Alafu tutakuwa wote wa kushukuru na zaidi yote kufurahia. Kwa hivyo mengi yamekuwa yakitendeka, nazungumzia katika ulingo wa spoti. AFCON pazia liliweza kufungwa hapo jana. Nazungumzia kombe la bara Afrika mwaka 2025. Kumbuka makala haya yalianza pale Disemba, tumeyamaliza hapo jana ama kwa usiku wa kuamkia leo. Timu ya Morocco wenyeji ambao walikuwa wanasaka ubingwa wao baada ya miaka 49. Mara ya mwisho wao kuchukua kombe hilo ni mwaka wa 1976, lakini hapo jana nazungumzia walikuwa wanacheza dhidi ya Senegali, bingwa. Nazungumzia wa mwaka wa 2021 kimpiga Misri katika matuta ya penalti, na ni fainali ambayo iliweza kuwa na kizaazaa. Ni fainali ambayo tuliona mambo mengi yakitokea, wengi wanasema vituko. Ni baada ya uamuzi wake referee kwa zawadi wale ambao ni Morocco penalti dakika za mwisho, zile nyongeza za dakika 8, penalti ambayo ilipelekea ama uamuzi huu ambao ulipelekea kocha wa timu ya Senegali kukerwa sana na hata kuamuru wachezaji wake waondoke uwanjani waelekee katika chumba nazungumzia kile cha kubadilishia, na ikawa ni hali ambayo pale mshike uwanjani, baadhi ya wachezaji wa Senegali wakiondoka, lakini baadhi yao wakibaki, mmoja wao ni Sadio Mane, kijana ambaye alibaki pale, na basi kuweza kuambia wachezaji wa wenza waweze kurejea uwanjani, waweze kung'ang'ana dakika ambazo zilikuwa zimesalia kiwanaume. Alikuwa anawaambia kujeni tung'ang'ane, ikiwa kwamba Morocco ndio watashinda tung'ang'ane kiwanaume, ikiwa kwamba tutajaliwa tushinde tung'ang'ane kiwanaume. Ni baada ya maamuzi yake referee, na mzungumzia kutoka DRC Jean-Jacques Dala, ambaye bila shaka alikuwa pale katikati ya uwanja akipuliza kipenga na kusema ngoma itambe, lakini ikaonekana uamuzi ule Senegali kwao hawakufurahia na ni baada ya bao lao kukataliwa. Unakumbuka kwamba walikuwa wamefunga bao kupitia Ismail Sarr, lakini referee akasema alichezwa rafu mchezaji Ashraf Hakimi kwenye kijisanduku, lakini tukio ambalo hawakuliangazia kwenye VR. Nazungumzia pia referee hapo hakuweza kuliangazia, lakini ilipofika tuta la penalti dakika za mwisho, inasemekana Malik Al-Hadji Diouf alimweka chini kijana muite Brahim Diaz. Referee akaenda akaangalia kwenye VR na akaamua kwa tuta la penalti. Wengi wamezungumzia, mimi kama mchambuzi mtangazaji wa soka ambaye bado nakuwa pole hatujafika safari bado, ni ukiniuliza I think ilikuwa poor officiating, na ni mambo ambayo hatuwezi taka na hatuwezi penda kuyashuhudia. Sawa, wapenzi wa soka barani Afrika, watu ambao tunapenda soka, kando na kuicheza tunaitangaza, kando na kuitangaza tunaitazama, na hatuwezi kuipendelea, kwa sababu maamuzi, ukiniuliza mimi pale, hata mchezo wote kuna pale ambapo nilikuwa naona kwa kweli Senegali ilibidi wavumilie kwa hizo dakika, kwa sababu mpira unatoka nje, unafaa kuwa kurushwa kwa faida ya Senegal, lakini referee anasema ni upande wa Morocco. Na nakubaliana kwamba sisi ni wanadamu, hakuna mja mkamilifu, na sisi wote tunafanya makosa, lakini nadhani pia kuna kipindi fulani pia tunaangazia mambo ya kuzawazisha, kwa sababu ikiwa kwamba bao la Senegal lilikuwa limekataliwa na hawakuliangalia kwenye VR, basi kwa kuzawazisha, basi wangesema pia kama tuta la penalti la Morocco lilikuwepo na tumeangalia kwenye VR, ndipo hata hii mechi, kwa sababu imebakisha dakika kidogo na mambo mengine, labda wangefanya kuweza kulitupilia mbali. Lakini wao ni referee, unaambia referee decision is always final, yeye uamuzi wake ndo wa mwisho, hakuna wa kubadilisha. Ni kwa sababu hata wale wachezaji wa Senegali robo saa hivi
kukosekana uwanjani wale ambao walikuwa wameenda, baada ya kurejea tuta lilisimama na tuliona Brahim Diaz akipiga tuta la penalti, lakini mlinda lango wa Senegal Eduardo Mendy akaweza kudaka na kuweza kudaka ule mpira. Baadaye wanaenda muda wa ziada, dakika 94 ama dakika 4 ya zile 15 za kwanza, kijana ambaye anapiga kule Villarreal Pape Gueye 26 mgongoni akatuma tofari kwenye lango la timu ya Morocco. Maskini Yassine Bono hangeweza, hata angekuwa goalkeeper wangapi pale kwenye lango ingekuwa ngumu kwa, na ni kwa hongera na kusema viva kwa timu ya Senegali. Pia ni muhongere na tuweze kumhongera Sadio Mane kwa kuweza kuoneshana ule ni utu katika mchezo wa soka, kwa sababu hapo jana kabla ya mchuano huo kuchezwa, akikaka PK Waithaka, unaweza enda fuatilia, utaona kuna video ambayo nilikuwa nimeshare, akiulizwa Sadio Mane, ungependa watu wakukumbuke kama mchezaji ambaye alikuwa bora ama mtu ambaye, mwanadamu ambaye alikuwa na utu? Na akasema ningependa wanikumbuke kama mwanadamu mwenye utu. Na hatukuwa tunajua kumbe Mola alilopanga lazima, wanakwambia sharti na lazima litimie. Aliweza kuoneshana utu wao, hakutoka uwanjani, aliwaambia kujeni daima, lazima tucheze finali, lazima tumalize kwa kama tutapoteza ama kama tutashinda kiwanaume, kuliko kuondoka na kuachia ule mchezo dakika ambazo zilikuwa zimesalia. Kwa hivyo Senegali waliweza kutawazwa mabingwa, na sasa hiyo ni mara yao ya pili. Kocha wao wengi wamemsuta, wanasema Mbappe yao uamuzi wa kuweza kuambia wachezaji waondoke mchezoni. Lakini kwangu, kwa sababu ya maamuzi ambayo pia tumeyashuhudia katika michuano hiyo ya michuano ya AFCON ambayo imeweza kutamatika, ninaweza sema kwamba ni nabii ambaye ametumwa kwa soka la Afrika, kwa sababu I know kutakuwa na marekebisho. Pia wale ambao ni waamuzi, makala mwaka 2027 kwa sababu yametoka kule Morocco, zamu ni yetu kando wa Afrika Mashariki. Nazungumzia Kenya, Uganda, Tanzania. Jana tuliona rais wa CAF Mosepe akiweza kuwapokeza wale ambao nazungumzia ni marais wa mashirikisho katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania, bendera ya CAF, kumaanisha kwamba kombe hilo makala yajayo ya 36 yatachezewa katika nchi hizo tatu pamoja bid, panapo majaliwa Mungu atujalie, tutatazama, tutashuhudia. Nazungumzia, ukimwangalia, nilikuwa nazungumzia hapo uamuzi ambao, hata waamuzi ambao watakuwepo watakuwa makini sana, wasirejee makosa ambayo tuliweza kuyaona, na angalau pia kuchunga na kulinda zungumzia pia shirikisho la bara Afrika, kwa sababu wamepewa kazi, wanafanyia kazi shirikisho. Kwa hivyo watataka kulinda sana heshima zile, kwa sababu wakati mwingine tutasema ni aibu. Kwa hivyo najua kwamba wataweza kuliangazia. Kwa hivyo next AFCON hapa nchini Kenya, jana nilimuona pia katibu katika wizara ya michezo muite Elijah Mwangi alikuwa kule, na waliweza kupokezwa bendera hiyo. Hussein Mohamed, rais wa FKF pia alikuwepo kule. Ni mambo ambayo tunatarajia. Na napozungumzia about officiating katika AFCON hiyo, nikilinganisha na ile AFCON ya AFCON 2023, lakini ilichezwa, unakumbuka ikichezwa Januari 2024, ambayo Cote d'Ivoire alichukua kule ndio kwao nyumbani. I think nikilinganisha na uamuzi ambao ulikuwa unafanyika na uamuzi ambao nimeushuhudia mwaka huu, I think mwaka huu tumekuwa chini kiubora, tumekuwa chini, kwa sababu ukiangalia hata mchuano ule wa Nigeria dhidi ya Morocco, kuna ule jamaa Adams wa Nigeria, baada ya mechi anaojua na wanahabari, anawaambia ndeni mkahoji referee. Ilikuwa inaashiria ghadhabu zao dhidi ya muamuzi. Kwa hivyo I think ni mambo ambayo watafaa waangazie, ili tusiharibu soka letu la Afrika, bara ambalo tutajivunia na angalau kuwa tunafurahia wakati ambapo burudani inakuja ya AFCON. Kwa hivyo hiyo ni ya AFCON, wametuzwa wachezaji bora. Nazungumzia ukiangalia ile nazungumzia timu ambayo imetuzwa timu bora katika makala hayo ni Morocco. Alafu mfungaji bora alikuwa Brahim Diaz, alafu Yassine Bono amekuwa best goalkeeper, mlinda lango bora katika makala hayo. Ameruhusu magoli mawili, hilo la jana na lile ambalo walifungwa na Mali, kweli kabisa katika michuano ya makundi, na ule jamaa Sinayoko tuta la penalti. Kwa hivyo mchezaji amekuwa mzuri, hata sivyo ambazo walikuwa wamepiga hapo jana. Ni mchezaji ambaye anazungumzia
Kwa sasa kwa dunia tutazungumzia one of the best goalkeepers, kwa sababu amekuwa akionyesha kiwango cha kimataifa na ubora wake zaidi. Sadio Mane, mchezaji bora wa makala always, na hilo lilikuwa tunatarajia baada ya Senegal kuchukua bao lake dhidi ya Misri jana, assist yake pia na utu ambao aliweza kuoneshana pale katika mchezo. Wachezaji wengine kutoka nje, yeye akasalia uwanjani, na ni kuweza kuwahongera. Senegali wana kikosi kizuri, chipukizi, vipaji wanavyo. Ukiangalia kijana mwite Lamine Camara, zungumzie number 3 kijana anaitwa Malik Al-Hadji Diouf, kijana ambaye huwa anazungumza, anasema kwamba mchezaji ambaye amekuwa akimtazama na anampenda na anapenda soka yake ni Marcelo ule wa Real Madrid na Brazil, na anasema kwamba, na ukimwangalia hata West Ham jezi yake nambari 12 inaoana na ile ya Marcelo ambaye alikuwa anavalia. Kijana mzuri. Ukiangalia wachezaji akina Iliman Ndiaye, zungumzia Pape Nguaye ambaye tumemtaja, Mamadou Sarr beki ambaye yuko kule Stuttgart kwa mkopo kutoka Chelsea, Musa Niakate ambaye yuko Lyon, nizungumzia nani mwingine, Ismail Sarr ambaye yuko Crystal Palace, angalia Pape Matesa ambaye yuko Spurs, hata alikuwa bench ya kucheza. Ni wachezaji ambao akina Habib Diarra, Kriptin Diata number 2, jana hakuepo, Anthony Mendy amecheza, akacheza vizuri sana. Nadhani hata kama akina Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Idris Gana Gueye, miaka imesonga, kina Jackson wapo watacheza, lakini nazungumzia wana kikosi kizuri, na natazamia kuona katika makala ya kombe la dunia mwaka huu mwezi wa 6 kule Amerika, Mexico pamoja na Canada watafanya vipi. Walifanya fora, walitia fora na walifanya vizuri sana. Kwa hivyo kwa kiduchu tu vile ambavyo makala hayo yalivyokuwa, Nigeria ilimaliza na nafasi ya 3 baada ya kumlemea Misri kwenye matuta ya penalti siku ya Jumamosi. Kando na hayo, ligi ya Kenya inazidi kulindima, lakini Kenya nazungumza tu kwa uoga tu nikijificha, kwa sababu wenzangu watanipura mawe. Mimi ni shabiki wa Tusker. Tumepigwa na AFC 4-0 juzi, tumepigwa na Bandari, matokeo hayajakuwa bora. Charles Okere kocha, kweli God ni mso, lakini maji yanazidi unga coaches pale, kwa sababu nafasi ya 6 alama 24 baada ya mechi 17. Tusker, nadhani ubora wetu unazidi kudorora. Sikudanganyi, kwa sasa hivi Tusker is an average team, because matokeo changanya, leo tunashinda na hata ni ushindi wa kungangana 1-0, na tunabanwa sana. Simu jana tulipigwa 7 na Sofapaka, mwaka huu tumepigwa na Leopard magoli 8. Kazi ipo. Tusker si Tusker ambayo tumeishuhudia kwa misimu kama 5 ambayo imepita. Kuondoka kwake Robert Matano na baadhi ya wachezaji ambao waliondoka misimu 2 ambayo imeweza kupita, nadhani ndio matokeo haya tunayaona. Hayo ya Tusker kando, lakini kwenye kinyang'anyiro Gor Mahia wapo. Kumbuka bingwa mtetezi ni Kenya Police, anajisukuma na AFC Leopard. Ndio AFC Leopard, mashabiki najua mna furaha sana, hongereni, na nizungumzie kazi nzuri ambayo wanafanya kaka wawili Ambani Brothers, Fred Ambani kocha mkuu, Boniface Ambani mwenyekiti wa timu ya AFC Leopard. Nawashukuru sana, kazi nzuri ambayo mmefanya, na hata kurejesha AFC Leopard katika zungumzia kiwango ambacho mashabiki wamekuwa wakitumainia, na zaidi yote pia wakipendekeza labda timu hiyo irejelee, kwa sababu miaka hapo nyuma mashemeji derby ilikuwa inachezwa, na unajua kwamba hawa wawili walikuwa wanavutana. Unakumbuka AFC Leopard kwa sasa hivi ukiangalia ubingwa mara 12 wakati na wamekaa miaka mingi sana. Kwa hivyo tunazungumzia walikuwa wanakimbizana Gor, na kwa sasa hivi kuona hao wawili ndo kwenye ligi wanaongoza, wanafuatana. Gor alama 33, AFC alama 33, bora tu wa magoli ndio unawafanya kuwa nafasi ya pili, ingawa Gor ana mchuano mmoja mkononi ambao hajaweza kucheza. Lakini niseme kwamba ule uwepo wa watu ambao wana tajriba katika soka la Kenya, watu ambao pia wanapenda soka na watu ambao wanakuza soka, uwepo ule wakati mwingine hata kama timu haina majina mengi ambayo tunajua yana ubora, hata tuzungumzie wachezaji ambao wako na ubora wake,
uwepo wa watu kama hao na uwepo wa watu ambao wako na tajriba kama hiyo huwa unabadilisha matokeo kila siku. Mimi nitakwambia hivyo. Huwa wanasema kwamba uwepo wa daktari, awe kwenye hospitali, awe nyumbani, anamhudumia mgonjwa, hata pale uwanjani wakati daktari anaingia kumwangazia mchezaji, wanasemanga uwepo wake huo unamfanya hata mchezaji anaweza pona ama yule mgonjwa anaweza kupona. Kwa hivyo uwepo wao ni watu ambao walifanya vizuri. Kwanza ukizungumzia Boniface Ambani kwa timu ambazo alikuwa anachezea, nimekuja kusoma na nimefuatilia, ingawa sikuweza kushuhudia wakati ule, lakini uwepo wake kama mchezaji ambaye alitia fora na Gwiji, uwepo ule unafanya pia timu ya FC Leopard matokeo yanakuwa bora zaidi. Hata kufunga kwake juzi kushinda APS Bomet dakika za mwisho zile, inakuonesha kwamba wako katika kiwango kingine na si CFC Leopard ambao tumeizoea. Kwa hivyo hongereni, nawatakia kila laheri. Hata mkichukua ubingwa mwaka huu nitafurahia zaidi, kwa sababu itakuwa furaha, na angalau kwenye soka humo nchini Kenya, SportPesa Premier League tutakuwa tukisema kwamba angalau sasa tunaona ushindani. Tutarajia ushindani huo katika soka ya Kenya ndio ikaweze bila shaka kukua, na zaidi yote pia vijana wakapata nafasi ya kucheza, watu ambao wanafanya kazi wapate kazi pahala fulani, watangazaji wapate nafasi ya kutangaza matangazo, na kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nataka nimalizie pale EPL, sitazungumza mengi sana. Nizungumzie michuano miwili ambayo bila shaka tunazungumzia kinyang'anyiro cha ubingwa mwaka wa 2025, mwaka 2026 ligi kuu ya Premier nchini Uingereza. Hapo Jumamosi, Arsenal saa 2:30 walikuwa wanacheza dhidi ya Nottingham Forest. Ni matokeo ambayo hawakuwa wanayatarajia wachezaji, kocha, mashabiki wao, kwa sababu kumbuka ali kickoff City alikuwa ameshalindimwa na United, so walikuwa wanatarajia angalau wangepata ushindi, wafungue mwanya wa alama 9 dhidi yao na City ambao naweza sema ni washindani wao wa karibu sana. Lakini Nottingham Forest pia kumbuka wanajaribu kupaa ili waondoke katika tanuru lile la kushushwa daraja kule, ingawa wako juu ya zungumzia West Ham, Burnley na Wolves. Lakini kwangu kama mchambuzi wa soka nitasema I think kikosi ambacho alikichagua Mikel Arteta, hasa pale safu ya mbele, ile safu ya mbele ilikosa muingiliano na zaidi yote pia ushirikiano kunradhi. Ile composition ambayo nazungumzia ilikosekana, kwa sababu zungumzia mchezaji Noni Madueke, Victor Gyökeres na Martinelli msimu wao hawajacheza sana pamoja, ukilinganisha na ambavyo Gyökeres amecheza na Saka na Trossard. Kwa hivyo I think hapo iliwaponza sana wana Arsenal, kwa sababu ukiangalia Nottingham waliziba kuziba, ingawa kuna tukio ambalo kocha Mikel Arteta alikuwa anahisi wangepewa tuta la penalti, lakini kabla hapo hata penalti nadhani ingekuwa labda wanaomba wakiwa na bao moja ingekuwa sawa, lakini ni mchezo. Ingawa nilikuwa nimesema ndio msimu unaweza kuwa Arsenal, lakini haimaanishi wataenda throughout mpaka wamalize ligi kwa kutoshindwa. Hii ni kadi na nyingine 21. Sasa hii mechi ni ngumu sana pale EPL. Kwa hivyo nilikuwa natarajia kuna pala ambapo watapata kisiki, na labda ndio huyo Nottingham Forest na hata watapoteza. Nina imani labda watapoteza mechi kama 1-2 pale kabla ya msimu. Hatujajui ya Mola ni gani, na ikiwa kwamba amewaandikia watashinda, lakini nazungumzia ni baadhi ya matukio huwa yanatokea katika mchezo wa soka. Wakati mwingine utashinda, utoke sare, utapoteza. Amepoteza pia Barcelona kule La Liga na Real Sociedad hapo jana. Kwa hivyo yapo na nizungumzie mechi ya weekend ambayo ilipigwa. Michael Carrick barua chake cha kwanza kama kaimu kocha pale katika klabu ya Manchester United. Ni bingwa ambaye nilikuwa nimeupigia upato baada ya kuondoka Ruben Amorim. Yeye kama si yeye Ole Gunnar Solskjaer, kwa sababu nizungumzia kama ambavyo nimezungumzia Boniface Ambani, Fred Ambani, uwepo wa magwiji ambao wanaelewa soka na wanaifahamu timu ambayo wamekulia na waliichezea ni kitu bora zaidi. Angalia Mikel Arteta pale Arsenal, na ukimwangalia Michael Carrick amekuwa na Sir Alex Ferguson, na pia amenyakuwa ubingwa taji la EPL, zungumzia UEFA Champions League, FA, mataji pia ya Carabao yakiitwa Carling Cup wakati ule. Ni mtu anaifahamu United, na najua hata mechi hiyo alikuwa anawaeleza wachezaji wake, anawaeleza hapa
wakati wetu hata City kupata bao, wachie mbali kutoka na alama 3, hata bao ilikuwa ngumu. So unajua mtu akikuja hivi na anaambia wachezaji hivi watajituma sana. Ukiangalia squad ambayo aliweza kuichagua siku hiyo, nazungumzia ilikuwa balanced kutoka kiungo, ama nazungumzia kutoka safu ya nyuma, kiungo cha kati hata kule mbele. Ni mtu ambaye anaelewa wachezaji ambao ako nao kwenye kikosi ukimlinganisha na Ruben Amorim, kwa sababu Ruben Amorim naweza sema kwamba kwa kiwango fulani alikuwa na fail kuelewa wachezaji wake na kujua mchezaji wake, na niseme tu labda alikuwa anapuuzilia, kwa sababu Bruno Fernandes tumuona amerejea nafasi yake bora zaidi kucheza kama namba 10. Mahala ambapo palikuwa dimu yeye kucheza wakati wa Ruben Amorim. Kobbie Mainoo amerejeshwa kiungo cha kati, wanacheza na Casemiro. Casemiro alikuwa na mchezo mzuri, mechi ilitamatika yeye bila kupata hata kadi ya manjano, alikuwa mchezaji bora wa mchuano. Carrick hajakuwa na timu na wachezaji, lakini inakueleza mtu ambaye amekuwa kitazama, mtu ambaye amewatazama wachezaji na anajua kila mchezaji pale ambapo anaweza cheza na ubora wake. Bryan Mbeumo alimwanzisha nafasi ya 9 pale na tukaona alifunga bao, lakini katika yote ni katika kuhakikisha angalau angetoka na alama pale ama toke na matokeo bora. Bruno Fernandes kurejea nafasi yake ya 10, na nazungumzia mchezaji ambaye anazalisha pale, alitengeneza nafasi nyingi, zungumzia takriban 6, na akawa mchezaji wa kwanza kutengeneza nafasi nyingi kuwahi akicheza dhidi ya Pep Guardiola. Inakuonesha yale ambayo ama kile ambacho United mashabiki na timu ya United ilikuwa inakosa wakati Ruben Amorim alikuwa anamchezesha pale kama namba 8, ingawa pia alikuwa anatengeneza nafasi, kwa sababu watu ukiangazia sasa ni baadhi ya wachezaji ambao wametengeneza nafasi nyingi pale ligi kuu ya Uingereza. Michael Carrick alipopewa kazi, nakumbuka kwenye radio wakaniuliza tutarajie nini kutoka kwa Carrick, ama Carrick anatarajia nini? Akasema Carrick atakuwa akiamua ligi kuu ya Premier nchini Uingereza, mechi ya kwanza dhidi ya City ambao wako kwenye kinyang'anyiro, alafu Arsenal baada hapo, kwa sababu Jumapili watakuwa kipiga dhidi ya Arsenal, na umeona ashampiga Manchester City. Arsenal angeshinda angalau angefungwa monyo alama 9. Jumapili City anamtegemea sana huyo Carrick ili angalau aweze kupunguza ule mwanya, kwa sababu wa alama, pengo lile la alama, kwa sababu ikiwa City anapiga dhidi ya Wolves na nadhani atapata ushindi, atapunguza hadi alama ngapi? 4. Atakuwa nyuma ya Arsenal na alama 4 ikiwa Arsenal atapoteza mchuano ule dhidi ya United. Kwa hivyo kila ambacho nazungumzia ni kwamba Carrick ako na uwezo, na zaidi yote pia kwa bodi ya Manchester United. Ukiniuliza mimi sasa hivi baada ya ule mchuano kutangaza, nilisema hata hafai kugojewa amalize msimu, lakini apewe atie wino akuwe kocha wa Manchester United, kwa sababu ni mtu ambaye anaelewa. Wanasema glory is back pale Old Trafford, na tulishuhudia hata Sir Alex Ferguson akiamuka akatabasamu akafurahi sana. That is a sign kukueleza kwamba ashamuunga mkono kuwe kocha wa Manchester United Michael Carrick. Ikiwa kwamba labda wataulizia maoni yake Sir Alex Ferguson, labda yeye alishajitangaza mapema akasema Carrick tick. Na Nemanja Vidic nahodha wa kitambo United alikuwa uwanjani pia, na najua kwamba pia naye alikuwa kule kuashiria kumuunga mkono. Nazungumzia kochari Michael Carrick kupata kibarua cha kuiongoza Manchester United. Kwangu mimi ukiniuliza, nikipiga tathmini labda baada ya kuongea, kwa sababu United wako na nafasi nzuri ya kuingia top 4. Labda aliweza kuelezwa kwa sababu hatuyupo kwenye Carabao, tuyuko kwenye FA, ngangana ukimaliza top 4 basi kibarua tutakupa. Labda ndio waliweza kuagana. Ni yangu tu ya kaka PK na piga tathmini. Lakini mengi ni ya kusubiriwa tuone msimu huu. Kumbuka United tu kwa sasa watacheza ligi, wataconcentrate. Kwa hivyo chochote chaweza kutokea pale, na tutarajie mengi sana kutoka kwa kikosi hicho ambacho Carrick yako nacho. Kobbie Mainoo kurejea katikati, takueleza alikuwa na mchezo mzuri, na takueleza asikudanganye mtu. Kombe la mwaka huu, nazungumzia kombe la dunia, tarajia kwa Kobbie Mainoo
kwenye kikosi cha timu ya Uingereza iko kwamba atapata jeraha na ataendelea kucheza vile ambavyo alicheza dhidi ya City. Harry Maguire mtu mwingine ambaye alicheza vizuri pia. Natarajia labda tu atamuita kwenye kikosi cha timu ya Uingereza. Baadhi ya wachezaji ambao walionyesha mchezo mzuri, tutarajie siku ya Sunday itakuwa Super Sunday gani kali kati ya Man U na Arsenal. Lakini michuano ya UEFA Champions League inarindima kuanzia hapo kesho na kesho kutwa. Tuone hali itakuwa namna gani. Naona nikomee hapo, mniwie radhi. Nadhani umesikia kelele kulia kushoto. Kuna ujenzi ambao unaendelea hapa, mafundi, shughuli pevu. Kwa hivyo nikaweza kujikita hapa mahala ambapo huwa nakuja kupumzika na kuweza kupata vitabu kidogo, kuipitia kuweza kupata mawili matatu na kila kitu kiwe sawa. Kwa hivyo kutoka kwangu naitwa kijana wa jana Kaka PK Waithaka. Hakikisha pia unanifuata kwenye Kaka PK Waithaka, kurasa wangu wa Facebook, TikTok Kaka PK Waithaka, YouTube Kaka PK TV. Mahala popote ambapo unanitazamia kupitia video hii, mimi nasema asante sana kwa moyo wako wa hisani, na inakuanga fahari yangu kuweza kutangamana nawe katika mitandao hii, nikishukuru sana kwa ile support ambayo unanipa. Mola atujalie zaidi yote, sema kwamba dunia ni uwanja wa vita na mwenye vingi alivipata wakati ambapo alifanya nini? Alitia bidii. Tuzidi kutia bidii, tutafaulu sana, nina imani. Hata kama itakawia, neno la Mungu litasimama. Yeye ni mwaminifu na bidii ambayo tunatia anaiona. So kwako hapo tia bidii, mahala ambapo ndipo tutie bidii, tuombeane, mwisho wa siku tuweze kujaza kikapu katika maisha haya yetu. Kwa hivyo nikomee hapo hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Kuwa na wakati mwema na wiki pia iwe ya mafanikio tele tele. Bye bye, tuonane tena.